Hello mtazamaji wa madhabahu ya Ukombozi TV. Naitwa Ibrahim Samuel Ngamilo. Yes, sina mengi zaidi ya kuongea kilichopo mbele yangu ni katika ibada la shamla ya sikukuu ya watoto. Mbele yako nipo na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha. Mimi namfahamu kama mwalimu lakini majina yake siyajui. Ni tajiri mmoja hivi kutoka kule Bukoba, leo yuko Dar es Salaam akifundisha katika kanisa hili la Sinai Mission International. Mtumishi wa Mungu, wewe sasa. Amina. Kuna watazamaji na kutazama wanataka kujua jina lako, unaitwa nani? Jina langu naitwa Claudia Rwebgisa Rugayana. Asante kabisa. Rudia tena. Kwa majina yangu naitwa Claudia Rwebgisa Rugayana. Mpaka wewe umekula kulitamka ile jina la kisomi zaidi. Yes, unazungumziaje sherehe ya watoto siku ya leo? Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Hakika Mungu amejitukuza katika siku ya leo. Hatukutegemea lakini Mungu amefanya. Sherehe ilikuwa nzuri sana. Roho wa Bwana ameshuka kwa watoto wetu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametenda, ametuonekania katika sikukuu ya leo ya watoto wetu. Hakika sherehe yetu imefana. Kuna mtazamaji inawezekana kawa anakusikiliza na anakutazama unachokizungumza lakini akakosa uhondo yale ambayo anazungumza. Nadhani amekosa nini mtazamaji kuona yale ambayo yalitokea hapa katika kanisa la Sinai Mission International? Wakati hapa tuko ndani ya studio. Wewe kama mwalimu unaielezeaje ibada ya leo? Ibada ya leo ni njema sana. Kwa kweli tunawazungumzia sana wazazi kwamba tuwalee watoto katika njia wapasayo naye hataiacha hata watakapokuwa wazee. Wazazi tuwe nuru, wazazi tuwe kioo kwa watoto wetu. Tufanye mema, tutende mema, tuwafundishe watoto yaliyo mema ili waige, ili waweze kuonekana katika jamii na pia kumtukuza Mungu. Ni yapi mapokeo kwanza ulitegemea sherehe ya namna hii siku leo au kutegemea? Kwa kweli yani sherehe ya leo ilikuwa sherehe ya tofauti. Ulitegemea kwa hivi? Na sikutegemea kwa hivi, haikutegemea kwa kweli, lakini Mungu amejitukuza kwa kweli. Sherehe ya leo imekuwa sherehe nzuri ambayo tulikuwa hatuitarajii kwa kweli. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu aenua. Yesu aenua. Yesu aenua. Yesu aenua. Kimbilia Yesu aenua. Yesu aenua. Yesu aenua. Yesu aenua. Kimbilia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Kimbilia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Kimbilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Kimbilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Weka vigelegele pili.
yaani roho ya Bwana amefurika. Mungu ametuhudumia. Nilipata nafasi ya kushuhudia mubashara kabisa kupitia madhabahu ya Ukombozi TV ibada ya leo. Ukiwa kama pia mtumishi ulipewa nafasi ya kuhudumu leo, unadhani ujumbe wa leo ulikuwa unahusiana nini na mtazamaji apate kusikia? Ujumbe wa leo ulikuwa unahusu kuwalea watoto vyema. Tuwalee watoto vyema ambayo iwe njia ya kumpendeza Mungu. Kuna mzazi yupo nyumbani anasema kumlea mtoto vyema, unamaanisha nini katika masuala ya kiroho? Kumlea mtoto yani kwamba kwenye maombi kwanza, unamweka mtoto kwenye maombi, mtoto unampeleka kanisani aje ajifunze neno la Mungu, ajifunze Biblia, ajifunze kumtumikia Mungu. Ibada hii ya sherehe ya watoto ilikuwa inafanyika wapi? Kuna mtazamaji anafuatilia muda huu lakini hajui ni wapi. Ibada ya sikukuu ya leo ya watoto inafanyika katika kanisa la Sinai Pentecostal Center Kimara Temboni. Tunawakaribisha sana, karibuni sana. Jumapili mje muabudu pamoja nasi. Ibada zetu zinaanza saa 3 kamili. Hello mtazamaji wa madhabahu ya Ukombozi TV. Nilikuwa na mwalimu wa watoto ambaye pia alipata nafasi ya kuhudumu na kufundisha neno la Mungu katika sherehe ya siku ya watoto, siku ya kipekee katika kanisa la Sinai Missions International Kimara Temboni. Hapa ni makao makuu na leo niko ndani ya studio, nipo na huyu hapa mtoto mwalimu, mtoto wa kilo wa mchungaji mwenyeji Christina Angolisa Kalinga. Hapa tuko chini ya Bishop Odos Kalinga, wakati mchungaji wetu kiongozi Christina Angolisa Kalinga. Wape majina yako matatu hayo, na mimi nashindwa kuyatamka mtazamaji. Amina. Ulikuwa nami Claudia Rwebugisa Rugayana. Karibuni sana, tunawapenda watu wote. Twende tukaone na kushuhudia yale aliyoyasema. Je, yaliyomo yamo? Twende tukaone hao watoto katika sherehe kubwa. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu aenua. Yesu aenua. Yesu aenua. Yesu aenua. Kimbilia Yesu aenua. Yesu aenua. Yesu aenua. Yesu aenua. Kimbilia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Kimbilia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Kimbilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Kimbilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Weka vigelegele pili.
matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali, ukatushika mkono. Mahali uliona pekee hatuwezi. Chini hata juu, watu na wainua. Sifa na utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tutakusifu daima. Wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali, ukatushika mkono. Mahali uliona pekee hatuwezi. Chini hata juu, watu na wainue. Sifa na utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tutakusifu daima. Wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali, ukatushika mkono. Mahali uliona pekee hatuwezi. Chini hata juu, watu na wainue. Sifa na utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tutakusifu daima. Wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Umetutoa mbali, ukatushika mkono. Mahali uliona pekee hatuwezi. Chini hata juu, watu na wainua. Sifa na utukufu ni zako milele. Twasifu jina lako milele, tutakusifu daima. Wewe mwema, tutaishi kwako.
Jamani, au watoto tuwape zawadi gani? Tuwape zawadi gani? Basi wape. Mwenyezi Mungu asema hivi, mawazo yangu si kama yenu. Amen. Njia zangu si kama zenu. Asema Bwana, mawazo yangu si kama yenu. Njia zangu si kama zenu. Isaya 55 mstari wa 8. Asema Bwana, asante. Asante. Yes, tunaendelea jamani na watoto wetu hapa. Yes, hii sherehe ni nzuri mpaka nashindwa nielezeje. Nilisema Jumapili jamani. Nilisema au watoto ikitoka sherehe wa mama inakujaga hii. Tafadhali kiongozi, naomba uwe mwangalifu kuangalia mchungaji anasema nini mbele. Naona unaenda tunapeleka. Hujui anasema nini. Kwa hiyo zingine ziko wapi? Hawezi kumbe peke yao ni sherehe, lakini lazima wasindikize na wenzao. Mungu awabariki. Sawa. Oh yes. Asante. Mama, tumefuata protocol. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hakika tunafurahi jamani, ndani kwa Yesu. Tukiwa ndani kwa Yesu ni furaha tele. Amina. Wachape watoto wetu makofi mengi. Amina. Watoto wetu, kuna wengine wana aya kwa moyo au mistari ya moyo. Amen. Nitamkaribisha mmoja anasimama mahali hapa. Na pia kuna maneno ya kwenye Biblia wanatamka kama ngonjera. Amina. Amen. Amina watoto wazuri. Amen. Amina. Taanza. Yes. Asante. Jamani, tuna watoto wetu hapa watasoma aya kwa moyo. Si inapendeza? Amen. Jamani, kipengele cha kusoma Biblia ninakijua mimi. Sawa jamani. Kwa hiyo watoto wakisoma vifungu vya Biblia tunaomba makofi na vigelegele. Ukituzwa uwezo wa kumtuza shilingi 110,000 ni wewe. Kadiri vile Bwana atakapokujalia unamtuza mtoto. Yes. Watoto naomba wote msimame. Simameni huku wote. Asante. Hapo studio. Yes, studio. Asante. Yes, hapo. Haleluya. Amen. Nisaidieni mic. Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto. Amen. Kuna nyingine anasema kwa pamoja. Watoto. Tupo Yesu, tupo. Mwaka wa kiasi. Mwaka wangu. Mwaka kiasi. Mungu ni yeye yule. Jana, leo, milele na milele. Yesu ni yeye yule. Jana, leo, milele na milele. Roho Mtakatifu ni yeye yule. Jana, leo, milele na milele, habadiliki. Miaka 1000 kwa Bwana. Sasa siku moja kwa Bwana. Siku moja kwa Bwana. Sasa miaka 1000 kwa Bwana. Mungu hawai wala hachelewi. Mungu hachelewi wala hawai. Shika neno, tenda neno. Tenda neno, shika neno. Amina watoto wazuri.
Biblia. 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 Biblia ni nini? Biblia ni kitabu takatifu chenye maandiko. Biblia ni nini watoto wangu wazuri? Biblia ni kitabu chenye maandiko matakatifu ya Mungu. Jipigieni makofi. Biblia ni kitabu kitakatifu chenye maandiko matakatifu ya nani? Ya Mungu. Na Biblia imegawanyika katika sehemu kuu ngapi? Agano la Kale, Agano Jipya. Amina. Agano la Kale lina vitabu vingapi? 39. Agano Jipya lina vitabu vingapi? 27. Jumla Biblia ina vitabu vingapi? 66. Tutaanza na mmoja ataje vitabu vitatu vya Agano vitano vya Agano Jipya. Karibu. Mathayo, Luka, Yohana. Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mtume. Amina. Makofi kwake. Anayefuata. Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili. Anayefuata. Wagalatia, Waefeso, wa Filipi. Wakolosai, Wathesalonika wa kwanza, Wathesalonika wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili. Tito, Filemoni, Abrania na Yakobo. Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yuda, Ufunuo. Jamani, makofi mengi kwa watoto wetu. Amina. Lazima watoto wetu tuwatie moyo. Amina. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na pia watoto wetu wana haya kwa moyo au mistari ya moyo. Misali 2 mstari wa kwanza nao nasema, mwanangu, ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka maagizo akiba kwangu. Misali 3 mstari wa kwanza nao nasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike ni sheria yangu. Amen. Makofi kwake. Misali 2 mstari wa Misali sura ya kwanza mstari wa 15 nao nasema, mwanangu, usiende njiani pamoja nao na uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Misali 3 mstari wa 16 nao nasema, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri, heshima katika mkono wake wa kushoto. Misali 7 mstari wa kwanza nao nasema, mwanangu, yashike maneno yangu
na kuziweka amri akiba kwako. Busara itakulinda, ufahamu utakuhifadhi. Misali 2:11 na nasema busara itakulinda, ufahamu utakuhifadhi. Misali 2:5 unao nasema. Amina. Misali 2:5 unao nasema, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Amen. Misali 3:5 nao nasema, tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wasitegemea akili zako mwenyewe. Amina. Makofi mengi kwa watoto wetu. Watoto wetu wana maneno kutoka kwenye Biblia. Amina. Kama ngonjera lakini watatamka. Amina. Karibu. Karibu. Haleluya, haleluya. Mungu anawapenda. Mungu atabariki mjini na mashambani. Atabariki mwingiapo na mtokapo. Mungu kwake kuna kila kitu. Mwanzo. Haleluya, haleluya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na sisi sote tu watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawapenda. Mshukuruni Bwana kwa kuwa mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amina. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amina. Wachapie makofi mengi mengi. Haleluya, haleluya. Mungu anawapenda. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Mungu kwetu ndo kila kitu. Ni heri kumtumainia Bwana kuliko kumkimbilia mwanadamu. Mungu kwetu ndo kila kitu. Amina. Makofi mengi. Haleluya, haleluya. Mungu anawapenda. Mtii Bwana na utafute uso wake siku zote. Mtii Bwana, utafute uso wake. Amen. Nati nitamwita Bwana na ataniokoa. Amina. Haleluya. Haleluya.
anatupenda. Haleluya. Amen. Anatupenda. Tumpende. Amen. Haleluya, haleluya. Mungu anatupenda na sisi tumpende. Makofi mengi. Wewe unaye? Haleluya, haleluya. Haleluya kwa Mungu. Kabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Amen. Kabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mmeisha ili huyu amalizie. Hai. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu anapenda. Katika mji ule tulikuwepo na mwanamke aitwaye Mariamu, akatokea na malaika akamwambia, Bwana, utazaa mwana, mkombozi wa ulimwengu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu kazaliwa. Makofi mengi mengi kwa watoto wetu. Watoto, mchapie Mungu makofi, mchapie Yesu makofi, ajipigieni makofi. Amina. Tunaomba tuwatoe watoto wetu kwa wimbo, wacheze kidogo, alafu ndo waingie kuketi. Kama wewe, ulimwengu wote tuseme hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Mungu akubariki. Naitwa Ibrahim Samuel. Bye bye. Bye bye. Hello mtazamaji wa madhabahu ya Ukombozi TV, naitwa Ibrahim Samuel Nyamilo. Yes, nipo na mwalimu wa watoto, atajitambulisha majina yake katika sherehe iliyokuwa ikiendelea katika kanisa hili la Sinai Mission International Kimara Temboni jijini Dar es Salaam, kwa mchungaji mwenyeji Christina Angulis Kalinga, chini ya Bishop Edward Kalinga, askofu mkuu wa makanisa ya Sinai Mission International. Yes, tumisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watazamaji na kutazama muda huu, wanataka kujua jina lako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Happiness Charles Shauri. Yes, wewe ni mwalimu wa watoto au nimekosea kutambulisha? Mwalimu wa watoto. Unaielezeaje ibada ya sherehe ya leo katika Sinai Day, Sinai hapa makao makuu? Ilikuwa nzuri na tulifundishwa pale ambapo tulikuwa tuelewi, tukafundishwa. Okay. Wewe kama mwalimu ulikuwa unapitia changamoto gani ngumu katika kuwafundisha watoto namna ya kuimba na namna ya kucheza? Ni changamoto gani ilikupa wakati mgumu sana? Kuna watoto wengine ni wazito kuelewa na kuna wengine sio wazito kuelewa, na wanaelewa kwa haraka. Sasa kuna wengine mpaka yaani uanze taratibu kuelewesha. Ni mbinu gani ulitumia kuwafundisha watoto? Tunavyoona hapo pembeni ya nyuma ya screen hapo, naona kuna baadhi ya video ambazo zinaonekana watoto wanacheza, wanaimba, wanafurahi. Zawadi gani ambayo watoto wameipata kupitia sherehe ya leo? Wamepata neno la Mungu, wamelielewa na kumuelewa Mungu ni nani na kuelewa nini vitabu vya Biblia na Biblia. Asante. Mungu ni nani, kuelewa vitabu vya neno la Mungu na vifungu vya Biblia. Ndugu mtazamaji wa madhabahu ya Ukombozi TV, naitwa Ibrahim Samuel. Niko na ugeni ndani ya studio hii. Nikasema si vyema nimwache mwalimu huyu aliyefanya haya yote katika sherehe ya Sinai Day. Najiachia mno katika sherehe ya watoto hapa Sinai Church Kimara Temboni jijini Dar es Salaam. Mungu akubariki. Naitwa Ibrahim Samuel Nyamilo. Nilikuwa na mgeni ambaye ni mwalimu wa watoto. Nani? Happiness Charles Shauri. Hebu anaongea Kiingereza vizuri. Hebu ongea jina. Happiness Charles Shauri. Happiness Charles Shauri. Shauri. Happiness Charles Shauri ni mgeni wetu leo katika studio hizi za Sinai makao makuu. Hii ni madhabahu ya Ukombozi TV. Na enjoy ndani ya Sinai. Mungu akubariki.
Tuko live jamani, tuko live YouTube, madhabahu ya Ukombozi TV pale wanatupata mubashara kabisa. Uingereza, Marekani, Tanzania zima. Bishop Edward Msikalinga ametuma message pale anakuambia Ibrahim nakupata matangazo yako mubashara kabisa sherehe ya watoto. Mungu akubariki Askofu Edward Msikalinga ukiwa unalipata kwenye ibada hapo mubashara. Tuko Sinai makao makuu. Yes. Kwako studio. Studio. Twende na muda kidogo. Watoto mpate ni mwalimu hapo kwa wale ambao kuwepo jana kwenye mazoezi. Tukitoka hapo kuna mazoezi. Amina. Watoto msiondoke. Hii tuliyomaliza inaitwa kicheni dance. Amina. Cheche kofisa langa Kakashi langa adende
watoto lazima wafurahi. Amina. Mbarikiwe watoto wazuri, nenda mkae.